Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho amekifanya huyu hapa, si mwingine bali ni Diamond Platnumz. Kama unavyoelewa kwamba Diamond bwana ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana hapa Bongo. Sasa hivi karibuni ni kwamba Diamond Platnumz bwana aliweka wazi kuhusiana na plan ambazo yuko nazo. Ni kwamba Diamond alizungumzia bayana kwamba amekuwa akitoa ngoma nyingi sana kwa muda mrefu, lakini hivi karibuni bwana, mwezi huu hapa wa 10 ulikuwa ni mwezi wake yeye wa kuzaliwa, yani ni birthday month, kwa sababu yeye Diamond amezaliwa mnamo mwezi wa 10 tarehe 2. Kwa hivyo basi moja kwa moja Diamond kama vile kutoa appreciation kwa mashabiki zake, akawaahidi kwamba mwezi huu wa 10 atatoa ngoma ambazo itakuwa ni back to back, kwani akizingatia kwamba mashabiki ndio ambao wamemfanya yeye afike pale alipo. Hivyo basi hana budi kuhakikisha kwamba anatoa radha kwa mashabiki zake, hususan kwenye upande wa Bongo Flava, engo ambayo kwa muda mrefu Diamond Platnumz bwana alikuwa hajaigusa kwa muda kidogo. Maana tunafahamu kwamba Diamond alikuwa amefocus zaidi katika swala zima la kutoa ngoma ambazo zinaweza zikapeleka game yake kimataifa. Kwa upande wa mashabiki wake wa hapa Tanzania, kidogo kwa namna moja au nyingine walikuwa wanahamu ya kumuona Diamond akiimba nyimbo ambazo zilimfanya wao wamkubali, yani Bongo Flava pure, kama ilivyokuwa miaka kadhaa iliyopita wakati anaanza game. Kwa hiyo Diamond bwana akawa amewaahidi mashabiki zake kwamba ataamua au ameamua afanye jambo hilo tu, yani kuachia kazi ambazo zitawafurahisha kwa mwezi huu hapa wa 10. Kwa hiyo akaahidi kwamba atatoa ngoma back to back, na of course tayari mpaka sasa hivi ameshatoa ngoma 2, ambapo kama unavyoelewa kwamba target ilikuwa ni mashabiki zake wa hapa Tanzania au Afrika Mashariki kwa ujumla, lakini at the end of the day ni kwamba ngoma hizo zimeenda kimataifa, jambo ambalo yeye mwenyewe nadhani alikuwa hajaliplan, lakini kama unavyoelewa kwamba fan base ya Diamond Platnumz sasa hivi ni kubwa, basi moja kwa moja bwana ngoma imeenda kimataifa. Hapa bwana nazungumzia nyimbo kama vile Msumari, lakini ukiachana na Msumari pia kuna nyimbo nyingine ya Diamond Platnumz ambayo inakwenda kwa jina la Nani, ambapo Msumari ilienda worldwide, na mafanikio ya ngoma hiyo ya Msumari tulikuletea hapa Trend TV. Lakini wimbo mpya ambao ameutoa hivi karibuni ambao unakwenda kwa jina la Nani, wenyewe nao pia nadhani kila mtu atakuwa anafahamu jinsi gani ambavyo ulivyopata mafanikio na jinsi gani ambavyo Watanzania walivyopokea. Lakini pia vile vile imepokelewa ngoma hii kimataifa, yani haijafanya vizuri tu hapa Tanzania peke yake, hapana, ni kwamba imefanya vizuri mpaka nje ya Tanzania. So kwa sasa hivi tunaweza kusema kwamba Diamond bwana haijalishi kwamba anatoa ngoma ya aina gani au anatoa ngoma kwa kufocus au kulenga soko la wapi, lakini kinachoeleweka ni kwamba ngoma za Diamond kupenya kimataifa imekuwa ni rahisi mno. Hata kama akitoa ngoma ya Bongo Flava, lakini still bado jamaa anapata nafasi ya ngoma hiyo kwenda kimataifa. So ngoma ya Nani bwana imefanya vizuri, na hapa niko na listi ya sehemu ambazo ngoma hii imeperform vizuri katika upande wa Audiomack, moja kati ya streaming platforms ambazo zinatumika sana hapa Tanzania, lakini ngoma hii bwana imefanya vizuri almost worldwide. Ukizungumzia upande wa Audiomack, ngoma hii imetrend katika nchi mbalimbali. Kwa mfano huko Kenya bwana, ngoma hii ya Nani inakamata nafasi ya kwanza trending Audiomack huko Kenya. Omani iko nafasi ya kwanza, Qatar iko nafasi ya kwanza, lakini pia vile vile hata Tanzania napo ngoma hiyo ya Nani ya Diamond Platnumz inakamata nafasi ya kwanza on trending huko Audiomack.
Lakini ukiachana na nchi hizo pia vile ni kwamba Burundi iko nafasi ya pili, Saudi Arabia iko nafasi ya 5, South Africa iko nafasi ya 7, Denmark iko nafasi ya 10, France iko nafasi ya 12, Rwanda iko nafasi ya 12, Ethiopia iko nafasi ya 13, Japani iko nafasi ya 13 na Romania iko nafasi ya 14. Katika hizo nchi zote ngoma hiyo ya nani ina trend kwenye upande wa Audiomack. Lakini sio tu nchi hizo, ziko nchi zaidi ya 60. Hapa nataka nikusomea haraka. Liberia iko nafasi ya 174, Kazakhstan iko nafasi ya 160, Guinea Bissau iko nafasi ya 159, Spain nafasi ya 148, United Kingdom nafasi ya 136, Ukraine iko nafasi ya 114, alafu Malaysia iko nafasi ya 112, Canada nafasi ya 111, Namibia iko nafasi ya 110, Australia iko nafasi ya 109, Russia iko nafasi ya 107 na Belarus iko nafasi ya 99. Ngoma hiyo bwana ni kwamba Uganda iko nafasi ya 44, Norway iko nafasi ya 48, Zambia ya 52, Djibouti iko nafasi ya 54, Germany 57, Kuwait nafasi ya 64, Madagascar nafasi ya 65, Australia iko nafasi ya 71, Ireland iko nafasi ya 81, Bulgaria iko nafasi ya 84, Malta iko nafasi ya 92 na South Africa iko nafasi ya 92 pia. Bado Komoro iko nafasi ya 16, Switzerland iko nafasi ya 17, Mozambiki iko nafasi ya 18, Israeli iko nafasi ya 19, DRC Congo iko nafasi ya 21, Netherlands iko nafasi ya 22, Lebanon iko nafasi ya 31, Poland iko nafasi ya 34, Malawi iko nafasi ya 39, Turkey iko nafasi ya 43 na Belgium iko nafasi ya 44. Kwa hiyo kwa kifupi mpaka hapo unakuwa umeshaelewa kwamba ngoma ya Diamond Platnumz nani ina trendi almost kila nchi duniani katika nafasi mbalimbali kwenye upande wa Audiomack. Lakini pia kwa hapa Bongo nikizungumzia top 10 ya wasanii ambao wanafanya vizuri zaidi ya Audiomack bwana, hapa moja kwa moja kuna Yami amekamata nafasi ya 10, Vanilla nafasi ya 9, Ibra nafasi ya 8, Harmonize nafasi ya 7, Nandy nafasi ya 6, Zuchu nafasi ya 5, J Melody nafasi ya 4, Mbosso nafasi ya 3, Mario nafasi ya 2 na Diamond yuko nafasi ya kwanza. Bila kusahau ni kwamba Diamond amekuwa nominated katika tunzo nyingi sana katika kategori nyingi katika tunzo za AEA USA African Art Entertainment Awards kwa mwaka huu 2025. Lakini ukiachana na hilo pia ni kwamba of course Diamond bwana pia tumeona kuna nomination nyingine nyingi kutoka nchi mbalimbali katika tunzo mbalimbali duniani. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba ngoma ya Diamond inayokwenda kwa jina la nani, tumeona kwamba jinsi gani ambavyo ilivyokuwa successful, na hata hapa Tanzania ukiangalia kwenye upande wa challenge zile za boyfriend wa mtu anaendesha gari alafu mtoto wa kike anakuwa mbele kule anakata miuno, bwana hiyo challenge nadhani kila mtu ameshakutana nayo, na ni kitu ambacho hakijawegi kuonekana kwenye upande wa challenges kutrendi namna hii kama the way ambavyo wimbo huu wa nani wa Diamond Platnumz ulivyokuwa na nafasi kubwa zaidi this time around kwenye swala zima la kutrend kwenye issue ya challenges. So moja kwa moja na wewe pia ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.